Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Jana ulikuwa unamhitaji kumuona mchezaji mwenye sifa za kiukabaji, kwa maana ya wachezaji kama kina hawa tunazungumza kina Nabi Kamara, kwenye namna kutekeleza majukumu ya mwalimu. Naona ni kama mzigo ulikuwa mkubwa kwake, kwa sababu tayari alikuwa anahitaji kuvifanya vitu vile kwa wakati mmoja. Ukimtazama ni mchezaji ambaye ana sifa ya kutokukaa sehemu moja. Kwa hiyo kuna namna alikuwa anaacha mianya kwenye eneo la katikati na ikawa faida kwa Stephen Malien. Kwa hiyo kwangu mimi kundi la Simba linaendelea kuwa gumu kwa sababu ya matokeo ya timu ambazo wamekuwa wakizipata, kwa sababu ni timu ambazo zilipewa matarajio makubwa sana. Moja kati ya kundi ambalo alikuonekana litakuwa gumu ni pamoja na kundi D, lakini kwa hiki ambacho kinaendelea nafikiri kuna namna unaanza kujenga taswira mpya safari ya Simba, lakini nani ambaye anaweza akawa kwanza aliyosababisha kundi lile gumu ni nani? Aliyesababisha kundi kuwa gumu? Wakati kundi tukiendelea tunaona jepesi. Yeah, of course kundi ni jepesi, lakini kwa maana ya ugumu kwa upande wa Simba. Yaani ugumu upo kwa Simba. Sio timu zingine. Kwa sababu kila timu inayoingia kwenye michuano ya kimataifa ni kwenda kushindana ifikie kule ambako inahitaji. Esperance hao ni kundi gumu. Petro na 4. Yes. Marina na 4, yeah. Yeye na 2, Simba ndo ana 0. Yeah. Kwa experience mimi naamini kama anashinda mechi zake zilizobaki bado nafasi ya kwenda nayo, lakini kwa Simba Simba akishinda mechi zote ana nafasi ya kwenda, lakini Simba hawezi kuzifunga kushinda mechi zote zilizobaki. Hawezi. Yaani bila kumumunya maneno, of course mpira una njia zake, mpira hautabiliki, lakini kwa maana tu ya kile ambacho kinaendelea nje ya uwanja, kama wataendelea nacho hiki kwenye mechi zijazo, sioni kama Simba anakwenda kwenye nafasi inayofuata, kwa sababu kuna namna ambapo wanapoteza matarajio kwenye mazingira ambayo unaona ni mazingira ya kuchukua pointi 3, lakini kile ambacho kinatokea mambo yanakuwa ni tofauti. Kwenye mchezo wa jana mpinzani alikuwa anaonekana ni mwepesi kabisa kuondoka hata na alama 3. Ngoja tu. Huyo Malien mnamtafsiri vipi? Labda sababu mwepesi katoka kupata sare ya away mbele ya Esperance. Sahihi. Esperance ambaye katoka kumngangania Petro ambaye katoka kumfunga Simba. Ya, lakini experience pia tafsiri Malien wepesi. Iko hivyo. Yaani twende tu wanabonda mpira mkubwa, ila sisi ndio watafsiri wepesi. Ni wepesi kwa maana ya madaraja ya mchezaji mmoja mmoja, ndio unakuja kwenye performance ya kiujumla kwenye timu, lakini pia twende hata kwenye mfululizo wa kushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Simba dhidi ya Stephen Malien, bado Simba atakuwa ni timu ya kwanza, si ndio? Kwa utazungumza kwenye makaratasi. Yes. Okay. Utazungumza kama ni mwepesi wao waweza kupata sare dhidi ya Experience Tunis ambaye pia anapewa nafasi ya kuwa title contenders kwenye kundi, lakini nyakati pia ambazo anazipitia Experience Tunis hazina tofauti sana na Simba. Kwa hiyo nafikiri Malien kama anakwenda kulifanya kundi lionekane gumu, kwa sababu yeye ndo alikuwa anaonekana kama timu mchekea, yani timu ambayo timu zitajiokotea alama kwa Stephen Malien, lakini mambo yamekuwa tofauti. Petro anaenda kaka. Huyu pia alikuwa anadiskasiwa ni mwepesi kwa sababu mwamba kama miamba mingine Simba na Esperance. Yeah, lakini kwenye hao wawili watatu aliyekuwa anafuata ni Petro Atletico de Rwanda. Japo kwangu mimi kwenye fikra zangu nilikuwa nampa nafasi ya kwanza Experience Tunis, and then nafasi ya pili Petro Atletico de Rwanda. Simba anakuwa nafasi ya 3. Yeah, nilikuwa nampa nafasi ya 3, na kama angeweza kupambana ndio aweze kunionyesha hiyo imani ya kwenda kumtoa mmoja kati ya hao wawili ambao nilikuwa nampa nafasi ya kwenda. Kwa hiyo Simba umekata pingu kwao. Mimi binafsi kwenye 100% zimebaki 5% pekee. Tuwe wawazi tu. Ya, utarudi kwamba nyakati kadhaa Simba aliwahi kupitia wakati, kwa maana amepoteza pointi 6 mwanzoni, lakini baadaye akaweza kwenda. Lakini tazama madaraja hizi timu ambazo iko nazo. Utarudi kwenye swala lako la Arasani Kante.
nafikiri alikula kadi ya timu. Ile ndo kadi ya timu. Kama umemtazama ndugu yako, kuna lazima wa kadi nyekundu pale apate kwa ajili ya timu. Yeah, ulikuwepo. Kama ukirudi kwenye mechi zinazokuja. Yes, So pengo kwenye mechi zinazokuja. Ni pengo kwa nafasi yake, lakini kwenye mchezo wa jana kwa kile ambacho alikifanya, mimi binafsi nilimpa kongore kwa sababu kile alichokifanya Shamu Karabua singeweza kukifanya. Ile kuonekana linaenda kuwa goli lile. Lakini aliamua kufanya maamuzi ambayo tayari nimeshakosea, lakini kuna uwezekano wa kusawazisha makosa kwa maana ya goalkeeper, na of course ya kumwangusha akaweza kufanya save ya penalty. Kama si Simba kufungwa goli 2 mwanzoni, inawezekana haya matokeo yangekuwa na faida kwa upande wao, kwa maana tayari wameshasawazisha goli 1 and then wamekoswa penalty. Kuna namna angeleta faida. Kwa hiyo ile ni kadi ambayo ilikuwa ni ya timu. Achana na kadi ambayo ameipata Caicedo wa Chelsea kwenye mchezo wa jana. Ile ilikuwa ni ya kujitakia. Okay, sawa. Hiyo ni Hassan Maodo Kante kwenye mchezo wa jana. Lakini tunayo mengi ya kuzungumza kwa sababu bado tuna muda kuzungumza Simba na haya ambayo yanaendelea. Lakini pia najua tukipata muda tutamzungumza Pantev na kikosi chake. Umezungumza selection ya kikosi na nini. Lakini malalamiko makubwa yamekuwa why Yusuf Kagoma anaanzia bench kwenye michezo kadhaa, lakini Ahua ameonekana sasa hivi sio hatari uwanjani. Nafikiri inaonekana sio hatari. Why Mtari kwenye kikosi cha kwanza na bado impact yake sio kubwa kiasi hicho. Maswali ni mengi sana ya kiufundi, lakini performance ya Yakubu golini inaweza ikawa ni sababu ya Simba kuendelea kupoteza match after match. Kwa kiufundi yapo maswali mengi sana ya yes, na yote yanahitaji majibu, lakini naona kubaliana kwamba Pantev inawezekana bado kuna vitu vinamchanganya. Mimi hadi hivi sasa naweza nikasema viatu vya kuinoa Simba vimtoshi bado. Ushapatia tamaa. Yani makosa ambayo ameyafanya kwenye mchezo uliopita and then anarudia kwenye mchezo huu tena akiwa ugenini. Hapa kuna namna ambavyo mimi binafsi nianza kumshusha thamani kwa sababu kumuona ni kocha wa kawaida. Yes, yani kwa maana ya kuchagua wachezaji. Naamini kabisa moja kati ya timu ambayo ina wachezaji bora ni Simba msimu huu. Hawa wachezaji watatu kwenye eneo la ushambuliaji, Steven Dese Mkwala, Selemani Mwalimu, Jonathan Soa, kama wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans, kuna uhatari mkubwa sana. Yani kuna namna ambavyo unaiona Yanga inakwenda kuwa hatari. Lakini Simba ina wachezaji ambao yoyote akianza kukupa kitu bora ni sahihi, lakini namna ambavyo kocha wanatumia inawezekana ndio changamoto ilipo. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo na washauri Simba waachane na meneja. Watafute kocha. Waachane na meneja. Yule ni meneja, watafute kocha. Kwa hiyo unaungana na mashabiki wanaosema meneja bwana huyu hapana, mtulete kocha. Yani kwa hiyo viongozi wa Simba wajitathmini, walete kocha. Simba walete kocha kaka. Yule hamna shughuli. Viatu havimtoshi. Wachezaji wakubwa kuliko yeye. Yani ana tofauti na Roman Folz wenye Afrika. Yule Roman Folz pate tu. Yani kwa jansha leo kocha pekee ambaye alijua kumtumia ni Faldo Davis, lakini kwenye nyakati za meneja Dimitri Pantev nafikiri sijui kuna kitu gani ambacho anakipata cha tofauti kutoka kwa Neo Maema, lakini Umeona jana kaanzia mbao. Yes, ameanzia benchi wachezaji ambao na wahitaji. Yes, hakuna majibu mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ngoja atafuta kitu chake jamani, tumwache tu. Atafuta yani kwenye mechi za kufanya mambo yatokee unaenda kwa kubahatisha. Yani mechi ambazo zinakuhitaji ufanye maamuzi ya kwenda kuishinda mechi unafanya kwa kubahatisha. Baada ya kikosi kutoka nilikuwa na David Pascal. Tulikuwa tunazungumza. Yani baada tu ya kikosi kutoka David Pascal mwenyewe alianza kusema hapa shughuli ipo. Yani kwa kikosi tu. Mambo leo ni mambo ni yani magumu. Uwazi ulikuwepo kwenye eneo la katikati. Nabi Kamala kuvivaa viatu vya kuilinda back four alikuwa hawezi kwa sababu mechi ya pili anamtumia kwenye hilo eneo. Yes, sijui nini ambacho anakiona kwenye uwanja wa mazoezi na kinakuwa tofauti kwenye pitch kwa maana uwanja wa mashindano, lakini nafikiri bado kuna namna ambavyo kocha anahitaji kuwa bora sana kwenye namna ya kufanya maamuzi kulingana na wachezaji ambao yuko nao. Nafikiri ukirudi kwenye Simba msimu uliopita haikuwa na wachezaji wakubwa sana, lakini kuna namna ambavyo ilikuwa ikicheza mechi zake unaona kabisa uhatari wa wachezaji kwenye namna ya kutafsiri mbinu za mwalimu. Lakini this time tazama kwa kila mchezaji uone mchezaji ambaye ana asilimia kukupa kile ambacho unakihitaji ukiachana na sisi kama Rushen The Rock, lakini wengine
wale wachezaji ambao wanaonekana wana daraja la kawaida, na kitu ambacho kinasikitisha hao baadhi ya wachezaji ambao walitumika msimu jana kuifikisha Simba finali CAF Confederation ndio hao ambao msimu huu aidha wanaanzia bench na wengine wanaonekana wachezaji wa kawaida. Kwa hiyo kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.